بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد. Pale mwisho ambapo Sheikh amemalizia ni mahali ambapo sisi ataka tuanzie, sisi wenye kusikiza. Tuanze nini? Kwa sababu tasikiza kisha kusikiza peke yake tu hakutotosha. Manake hama uendelee. Sheikh ametumalizia hivyo. Ukitaka kutononoka ufungukiwe, basi kuwa na kuhama, kwa sababu hata maisha yenyewe ndio uje ufaulu mpaka uhame. Huko peponi kwenyewe ndio uende, kuna mambo mpaka uyahame. Kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wa sallama, akieleza muhajiri nani, huyu mwenye kuhama nani? Mtume akasema muhajir man hajara maana Allahu anhu. Na kuyaacha yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu hayataki, manake kuhama uache, ufanye yale mazuri, yale mabaya uyawache, uyahame. Huwezi hama mabaya na uko hapo hapo. Hata ukisoma katika sharti za tauba, ukitaka kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mojawapo ni kwamba ujute kwamba hutofanya tena, lakini uhame katika yale maovu ambayo kwamba unafatoka hapo, kisha mwambie Mungu nisamehe. Mungu ndiye atakusamehe, lakini si uko hapo hapo na bado unataka Mungu akusamehe. Ngumu. Kuhama sunna ya manabii. Sheikh ametuambia hapa, manabii wamehama, na walipofika kule mahali walipofika, Allah subhanahu wa ta'ala aliwafungulia. Haimaanishi kwamba pengine ukiwa umezaliwa mahali na ukakuwa hapo, ukasoma hapo, ukaoa hapo, ukakuwa hapo, kwamba hutaendelea. Maendeleo yako mikononi kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ukiangalia katika historia, wengi walioendelea na wakafaulu ni kwa kuhama. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama kutoka zake Maka hakutaka. Mtume hakutaka kutoka Maka sallallahu alaihi wasallam. Hata mmesikia moja katika mambo yakizungumzwa, mambo ya Mtume Muhammad sallallahu kueneza da'wa, yule Waraka ibn Naufal alimwambia ulicho nacho wewe Muhammad, hakuna yoyote aliyekuja nacho hiki ambacho unacho wewe ila alifukuzwa kwenye mji wake. Wasome kina Nabii Allah Nuhu alayhi salam, wasome kina Nabii Allah Lut alayhi salam, wasome mitume waliotangulia nyuma. Bali wengine walihamishwa, sikuhama, walihamishwa kabisa. Na kwa nini wahamishwe? Ni yale aliyosema Waraka ibn Naufal, ni kwamba bwana, hakuna yoyote aliyekuja na mazuri uliokuja nao wewe, ama kwa kitu ambacho kwamba umepewa wewe Muhammad, ila hutolewa. Mtume aliuliza swali, awa mukhrijiyahum, hivi watanitoa kweli? Mimi nitahamishwa hapa? Hapa ni home ground bwana, hapa nyumbani bwana. Lakini walimtoa, hakumtoa. Walimtoa Mtume walipokaa chini wakapanga njama kwamba huyu bwana ni kumuua kabisa. Kama sikumuua basi tumtoe. Walitafuta kila mbinu ili wamzime Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini wao kwa dhana yao waliona watamzima Mtume. Allah subhanahu wa ta'ala asema yuriduna liyutfi'u nura Allahi biafwahi. Wao walitaka kuizima nuru ya Mungu, nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo imewafanya watu wakawa watukufu wenye la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Ukisoma katika hizi hijra na mafundisho yake ambayo Sheikh ametugusia hapa, ya Nabii Ibrahim alayhi salam, baba wa mataifa, dini zote wanamtambua, dini zote wanamheshimu Nabii Ibrahim alayhi salam, ambao ukisoma nasaba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam utaambiwa nasaba yake enda mpaka kwa Ismail ibni Ibrahim, unatokewa kule juu sallallahu alaihi wa sallam. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa haraka tu, sababu ni kujazia pale Sheikh ambapo amepazungumza, wala tusitoke nje.
kisha ukitoka hapa ikawa sasa tushike lile ama tushike hili. Ni pale pale tu katika track moja, pale kwenye laini moja tu, ili utoke na hizi faida hizi. Ikiwa ni kusubiri, tumeambiwa hapa katika mawaidha yaliyopita nyuma, Nabii Allah Ibrahim alayhi salam alisubiri. Mtume Muhammad mpaka kaja akaambiwa nao subiri kama walivyosubiri wengine. Bali alifika mahali Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa na dhiki mno, kwa sababu kwa nini hawa watu hawafuati yale mambo ya Mungu? Nawaambia hata waniache mimi basi, mimi wachane na mimi, lakini yale ya Mungu tu. Likamtia dhiki sana hilo Mtume, kwa nini hawanikadhibisha mimi? Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia yeye, fa in kadhabuka faqad kudhiba rusulun min qablika Muhammad, isikutie dhiki, wakukataa wewe walikataliwa wenzako nyuma yako. Lakini Mtume katika swala zima la kuhama, yeye wakati anatoka zake Maka alisema nini? Maka mji wangu ninaokupenda wewe, wallahi watu wako kama sikunitoa mimi nisingetoka mimi. Allah subhanahu wa ta'ala wakati Mtume yuko njiani ndio anahama, na dhiki alionayo na nafukuzwa kwetu mimi, nafukuzwa, si ati natoka mimi, nafukuzwa. Kwa sababu mpaka Mtume atoke kisirisiri ende katika lile jabali. Ito jabali gani? Kwa sababu jabali yako Jabal Thawr, Jabal Hira, ilikuwa jabalu gani? Mtume sallama ende pale akae sallallahu alaihi wasallam siku 3, watu wakimtafuta kweli kweli, na huku kumetolewa ahadi akipatikana Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa hai ama akiwa amekufa, mtu atapewa ngamia 100. Si mtezo, yani atafutwa kila njia bwana amalizwe. Na wao wakiona kwamba tukimmaliza yeye itakuwa tumemaliza da'wa. Hii fikra kibinadamu tu, hasa wale wenye akili mbovu, akili potofu. Wao wanaona mimi huyu dai, mimi nikimtukana yeye, nikimpaka uchafu yeye, nimemaliza dini. Tumesema jana hapa dini ni ya nani? Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah mwenyewe dini amechukua ahadi atahifadhi. Na ukijaribu kuchafua utachafuka, utachafuka wewe. Ukijaribu kuimaliza utamalizika wewe, kwa sababu hii ni nurullah. Mtume atoke sallallahu alaihi wasallam, angalia katika matukio tu mawili matatu ambayo ukilinganisha na kisa cha Nabii Ibrahim alayhi salam, mpaka afukuzwe, watu watake kumchoma, wamtie na motoni kabisa. Tukaambiwa hapa Allah aliwaambia moto nini? Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ahame ende katika mji ambao kwamba hakuna watu, msituni, kisha na aombe na dua, ya Rabbi, mimi nimekaa katika mji ambao kwamba hauna miti, hauna mimea, hauna. Kisha aliomba dua Nabii Ibrahim alayhi salam, baada kujiombea yeye na akaombea na watoto wake, ya Rabbi, na watoto wangu pia. Watoto wake waombea dua gani? Rabbi liuqimu ili wasimamishe swala, wapate kusimamisha swala. Kisha waj'al afidatan nasi tahwi ilaihim, pia ujalie watu hawakubali, nyoyo za watu zipondoke kwao. Hawa watoto saa nyingine mpaka waombewe dua, Allah subhanahu wa ta'ala kitia kabuli. Na katika dua kwamba yakubaliwa kwa hadithi ya Mtume Muhammad, mmoja wapo ni dua ya mzazi kwa mtoto. Simuapize mwanao tu kwa sababu ya vituko vyake, wewe muombe dua, asa Allah subhanahu wa ta'ala kwa dua yako ikawa kabuli na akawa mwema. Mtume Muhammad anatoka, atafutwa, watu watakumua, lakini Mtume hakuwa na ubaya na wao sallallahu alaihi wasallam. Tufundisha Mtume, mwenye kufanya ubaya na wewe usimfanyie. La tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan. Nabii Ibrahim alayhi salam, mbali na kufanya ubaya wote, wapi Nabii Ibrahim amekaa chini akasema, Mungu wamalize wale, wauwe wale, wanifukuza mimi wale, tena mimi nawakataza kuabudu sanamu, kitu mbaya, Mungu maliza hao. Atawaombea dua kabisa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kila wakati akiomba dua, akituombea ummati wake. Angaliana na Aisha radhiallahu ta'ala anha katika hadithi mashuhuri sana. Siku moja Mtume amekaa na mke wake, amwambia,
anaomba dua, anasema Mwenyezi Mungu msamehe na Aisha, Allahumma ghfir li Aishata ma qaddamat wa ma akharat, ya Rabbi msamehe huyu na Aisha, huyu mke wangu, madhambi aliyotanguliza, madhambi yatakayokuja baadaye, wama a'lanat, na madhambi atakayoyafanya wazi, wama asarrat, na madhambi atakayoyafanya siri. Dua kubwa hiyo mtume amuombea mke wake sallallahu alaihi wasallam, na Aisha alifurahi yake yote. Hadithi yasema mpaka aliweka kichwa chake katikati ya miguu kwa furaha ile akicheka. Kisha mtume akamuuliza, nikwambie kitu basi? Na Aisha kawata, niambie mume wangu. Akamwambia, na hii ndio dua yangu mimi nawaombea ummati wangu kila swala sallallahu alaihi wasallam, kwa mbali asamehe huyu pia umma wangu, ya Rabbi wasamehe madhambi yao yaliyotangulia, yatakayokuja, waliofanya kwa siri, watakayofanya dhahiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio sisi wengine yale ya mtume hatuna haja nayo hata kidogo, na sengine hata anatajwa hatumswali tu. Yeye atulilia sisi tukae vizuri, sisi habari yake hata hatuna sallallahu alaihi wasallam. Watu wamfukuza mtume sallama, kila akilala akiamka, angalia hawa watu wataongoka vipi. Ndio hamu yake kubwa sallallahu alaihi wasallam. Lakini mbali na hayo, una huyu bwana anamfuata mbio kumuua mtume. Haya, wakati amemfikia karibu mtume sallallahu alimwambia nini? Mtume alimpa kaulan baligha, neno tuzuri na kumuingia kwenye kifua ule bwana, na ule uadui aliokuwa nayo akageuka mwenyewe pole pole, bila kwamba nitakusema basi kule, kama ninakukosa mimi nitakusema kule. Taratibu, na mtume kumpa matarajio sallallahu alaihi wasallam. Hii hijra si amehama, akaenda wakashikana Abubakar, wakapanda ngamia, wakaenda wakafika Madina, twala al-badr ale, tukamalizia hapo. Tunajifundisha nini? Ikiwa mitume walihama, walihama wafanye nini? Wengine walitoka, na wengi wao walitoka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Mtu haendi kule kwa sababu enda shamba, enda kule kwa sababu atakuoa. Ametoka, ameenda kule kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa hawa wamekataa, basi nikajaribu wale wengine. Mtume Muhammad akienda njiani, Mwenyezi Mungu anamwambia nini? Innal ladhi farada alayka alqur'ana la radduka ila ma'ad. Muhammad, atosiwe na wasiwasi wewe. Yule aliyekuteremshia Qur'ani atakurudisha tu, atakurudisha. La uqsimu bihadha albaladi wa anta, utarudi tu Muhammad, hapa wewe tulia. Hata wakati walipombana Mtume Muhammad sallallahu alaihi katika al-Kaaba, kusema makureishi wale walikuwa wakizunguka al-Kaaba wakifanya haji, hata wao wakambana siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akawaangalia, wakamsukuma Mtume akamwambia, mnaonaje siku katika masiku, huu funguo ukiwa kwenye mikono yangu, mnaona namna gani? Nasoma katika Fatihi Makkah, soma katika Fatihi, ndio mjue Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usilipe ubaya kwa, lakini walihama pale mahali utakapohamia, Allah subhanahu wa ta'ala hukujalia ukafungukiwa. Waangalie wengi walifaulu kwa sababu ya nini? Walihama wakafaulu. Na Sheikh ametuambia hapa, Mtume alimuombea dua, sura kaazama, mambo tenge tehenani wanavyosema wenyewe, mambo ya muharibikia au na minafa. Sasa arudi tena kwa yule ambaye ndio adui wake, yule aliyomfuata ili dili ingie, kimuua yule minga 100 nao. Mtume akamwambia Suraka, rudi wewe, hata mambo mengi. Ambia basi mimi nikitoka hapa mimi sitakuja. Mtume akamwombea Suraka, akatoka akimfuata Mtume sallallahu alaihi tena yomfuata tena, yule farasi azidi kuzama, mpaka mwisho akamwambia Suraka, waonaje wewe siku katika masiku na wewe uje uvae visibao vile na joho la wafalme. Alipoambiwa vile, Suraka akafanyaje? Suraka karudi. Mtume Muhammad alikuwa na uwezo kumwambia, shauri yako wewe, utakunua mimi kisha mimi kuombea dua. Mtume atufundisha sallallahu alaihi wasallam. Ma'bad, njiani Mtume enda zake Madina, mama hana kitu, mumewe hayuko, kambuzi kamekonda, hakuna chochote katika safari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Maka kwenda Madina.
mtumi yeye hamu yake kubwa, vipi sisi tutasaidika, vipi watu watakaa vizuri, kuna chochote hapa cha kunwa? Hakuna. Ambaye basi lete nini, kabuzi tu kako pale, hakana kokote, kamekonda. Tumesema kalete sallallahu alaihi wasallam, mkono wake mtume aguse matiti ya mbuzi, ajaye nini, ajaye maziwa. Ni ajabu kwa yule mtu ambaye saa nyingine hutoka na ufidhuli, asema Muhammad Abdullah yule wa Maka yule, Muhammad kama mimi tu, kama qul inna ma ana ati bashar. Si umalize huko mwisho basi, anasema basharun mithlukum, kisha yuha, hawe nayo pata wahi ili uwe kama mtume. Kwa mtume si kama si mate yake sallallahu alaihi wasallam, si nyute zake, si makohozi yake, si nguo zake sallallahu alaihi wasallam. Ni mtu mtukufu, lakini hatumfikishi tu daraja nini ya kwamba ashakuwa Mungu. Sasa hakuna Muislamu atamfikisha mtume daraja hiyo. Lakini unaona zile fikra wakati zilipojazwa kwenye vitu vya watu, so inafika mahali saa nyingine hata mzungumzaji akaja akazungumzwa na muangalia ni nani. Wale katika wale ambao wamfanya mtume ni Mungu. Nani amfanya mtume Mungu? Wale ubadil qubur. Tena wakafundishana kabisa, mtu wa bid'a au mtu mzushi kama zungumza mahali, usijaribu kukaa karibu na watu walikataza watu wao wasikae mbele ya mtume kusikiza. Maadui wakubwa walikaa wa mkutano wakaagana, tusijaribu mtu aende kwa nani, kwa Muhammad amsikize. Yule maneno yake bwana, ukimsikiza akuvuta kabisa. Ama pengine hawa nao katika wale, sema bwana, ukiwasikiza hawa utavutika, maneno yao ni wengine wasema wana nahau nyingi, nahau asa bila nahau utaelewa maneno. An balagha Nabii Ibrahim an balagha, msikia balagha ya Nabii Ibrahim hapo. Tumesoma kitu hatujasoma? Alhamdulillah. Kwa hivyo tutoke hapa na mafundisho hayo ambayo twayasoma kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpaka kaambiwa ndani ya Qur'ani kwamba waambie visa waliopita nyuma, fakususil watolee visa ili watu wapate kuzingatia. Kwa hivyo inshallah tuwe ni wenye kuzingatia na kila wakati, kwa sababu kila mambo yakienda mwisho basi huwa raha zaidi. Kila yakienda mwisho huwa ni raha zaidi. Yaani kesho pia ukikosa unazidi kukosa uhondo, unazidi kukosa mambo mazuri. Na tukasema jana kwamba ipatilize hii wakati bainal maghrib wal isha, ni wakati mzuri sana. Jipe ribati, nia itikafu, utapata mambo mengi tu mazuri. Mangapi ambao kama umeepuka ungekuwa labda maskani saizi. Leo juma ngapi? Leo Jumapili. Unajua Jumapili pilika zake zinakuwa namna gani? Ungekuwa umekaa mahali tu kumefanywa mpaka isha, labda usahau hata kuswali. Lakini ukikaa katika Baitullah subhanahu wa ta'ala, angalia utulivu ambao unao, na insha Allah taala Mwenyezi Mungu atupe kila tunayotaka. Mimi nimezungumza kwa kufuata tu amri ya shekhi hapa, angalau tutie taliki kidogo, lakini zaidi tuyashike yale ambayo kwamba shekhi ametuambia. Zaidi tutoke hapa tuwe na subra, ndio tutafaulu. Pia vile tuone mitume kama hawa waliopendwa na Allah, marafiki wa Mungu. Khalilullah amepata mitihani hii na akasubiri akafaulu. Mimi na wewe ni jirani sisi, au sitakuwa ni marafiki? Tutamfikia Nabii Ibrahim alayhi salam? Hatufiki hata ukucha wake. Lakini na sisi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala insha Allah Ta'ala atatupa baraka, na atukubalie dua zetu, atupe yale kwamba tunayahitajia kwa baraka ya masiku haya matukufu na mwezi huu mtukufu. Sheikh Sefu, kwa sababu ya wakati habibi. Wa alaykum salam. Naam habibi. Naam. Naam. Suraka alikuja akasilimu wakati wa Sayyidina Umar bin Khattab radhiallahu ta'ala anhu, na Uislamu wake ukawa mzuri sana. Sayyidina Umar wakati walipofanya moja katika zile fathi za Rome kule na Kaisar, zile siwarai akazipata Sayyidina Umar kama khalifa, akakumbuka hadithi ya nani, ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamuita Suraka, akamvalisha Suraka, akapendeza. Ile ahadi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ikamfikia. Najua Sheikh alikuwa ameuliza ili lipate kufanuliwa zaidi, lakini haya yote yana historia yao, yana historia yake nzuri tu, kwa sababu Mtume Muhammad hawezi kujisemea mambo tu. Mtume akisema ni kitu
kitatokea. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amemuaidi mtume. Kama mtume anaweza kusema kitu na kisiwe, hii ni kumaanisha basi itakuwa mtume asema uongo. Na moja katika mambo ambayo kwamba ni wajibu kwa mitume ni kutosema wana sidqi. Arsala anbiya dhawi fatwana bisidqi watablighi wal amana. Kwa hivyo utakuta mambo mengi mtume asema wewe utakuwa hivi, itakuwa. Wewe utakuwa hivi, itakuwa. Hasema wewe itakuwa hivi kama itakuwa. Ili na wewe uwe sawa na nani? Na mtume sasa. Kwa hivyo mtume sasa na mengi ametuambia mazuri kwamba siku ya kiyama mtume atatuombea shufaa. Ndio Mabusiri hakukosa mali man aludhu bihi siwaka inda hululi alhadith. Sasa sielewa, asema unaona wamemfanya mtume kabisa ni kama Mungu. Wanasema ati siku ya kiyama yeye sasa ndo watamlemea, watamtegemea yeye baada ya kumtegemea Allah. Wewe elewa maneno wewe. Yaelewe maneno, mtume si kama wewe bwana. Basharan lakal. Na mtume Muhammad siku hiyo asema mitume wote watu watakimbia kwa Adam, wakimbie kwa nani? Mwisho watakomea wapi? Hasema wewe kama watakomea kwako. Mtume asema watakoma kwangu na wakija kwangu nitawaambia nini? Ana laha ana. Hii siku yangu sallallahu alaihi wasallam. Basi angalau basi hatumu, lakini hii Muhammadur Rasulullah tukifanyia kazi siku hiyo watu wakiombewa na sisi tu tuwe mumoni hapa. Watu la ilaha illallah Muhammadun. Kisha tukiingia pepo tusiingie pepo tu, tuingie gani? Idha saltumullah aljannata fas'aluhu alfirdausa tena al-a'la. بس منزلكم إن شاء الله توبي ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Kesho insha Allah taala tusikose ndugu zangu, na uzuri tuje mapema ili tuzipate faida kwa ukamilifu. Hizi hatujaziandaa sisi walimu, hapana, kwa sababu watu wana haja na kiu kupata faida kama hizi. Watu wana haja na kiu, lakini saa nyingine mwalimu unaona jisemesha mwenyewe, yeye anazo, yeye ashasikia kwa walimu wake, yeye faida anazo. Sasa yeye ni amwagike sasa, angalau akupe wewe na wewe na umpe mwingine, tupasi namna hiyo ili dini ipate kuenea kama tulivyoeleza jana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.